kwa madai ya malipo. Na marufuku hiyo Mheshimiwa Rais wakati anazindua kampeni aliweza kuzungumza na amerejea mara kadhaa. Hivyo nchi nzima kwa sasa huduma hizo zinapatikana na wananchi wanaendelea kufurahia matunda ya serikali yao. Lakini pia ni hotuba ambayo imetoa mwanga kwamba ilani ya CCM 2025-2030 inakwenda kutekelezwa kikamilifu. Ndugu wanahabari, pamoja na kutambua kasi hiyo utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, vile vile ahadi za mgombea wetu wa urais kipindi kilichopita ambaye ndiye rais wetu kwa sasa, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, leo nawatangazia rasmi kuwa wajibu wetu kama Chama cha Mapinduzi ni kwenda kuisimamia serikali na sio serikali kwenda kukisimamia chama. Chama ambacho kimetafuta kura, chama ambacho kimeunda serikali, sasa tunakwenda kuisimamia serikali kikamilifu. Na ndio maana awali nimesema wateuliwa wote waende wakawajibike, kwa sababu chama hakita sita kumchukulia hatua kiongozi yoyote wa serikali, awe mteuliwa awe mchaguliwa, ambaye atakwenda kufanya kazi kwa maslahi yake binafsi. Chama cha Mapinduzi kitakwenda kuchukua hatua. Hivyo nitoe rai kwa waheshimiwa mawaziri, manaibu waziri, viongozi ngazi ya serikali, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri mpaka kule chini, waende wakafanye kazi ya kuhakikisha matarajio na maono ya Mheshimiwa Rais yanakwenda kukamilika. Mtu asiende ofisini akafanya kazi zake binafsi, akajiangalia yeye na kuacha dhamana ambayo amepewa. Hivyo chama kitachukua hatua kali kwa watendaji wote wazembe ambao watakao bainika. Lakini lingine, kazi imeshakwisha kuanza. Sisi Chama cha Mapinduzi tutakwenda bega kwa bega na serikali yetu kuhakikisha yote tuliyoyaahidi kwenye kampeni yanatekelezwa na tunaijenga Tanzania iliyo bora kesho kuliko jana, iwe ni bora ya kizazi ambacho kinakuja. Lakini tutaweka mkazo zaidi wa kusimamia zile siku 100. Hivyo tuzitake na kuziomba wizara zinazohusika na sekta siku 100 ambazo Daktari Samia Suluhu Hassan alielekeza nini atafanya, waanze kuchakalika kwa haraka. Lakini nawaomba wanahabari muwafikishie Watanzania habari kwamba Chama cha Mapinduzi tumejipanga kikamilifu kuwabana viongozi wetu wa serikali, wakiwemo mawaziri wetu, manaibu waziri wetu, wakuu wa mikoa wetu, wakuu wa wilaya wetu, wakurugenzi, maafisa tarafa na wengineo, na tutahakikisha wanawajibika ipasavyo. Message hiyo ifike kwa Watanzania. Lakini pia chama hakita sita kuwachukulia hatua viongozi wa serikali ambao ni wavivu, wazembe na watakaoendeleza au watakaoendekeza tamaa za rushwa. Watakuwa na wakati mgumu sana katika kipindi hiki ambacho tunakwenda nacho. Chama cha Mapinduzi hakitakuwa na mchezo katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya 2025 kuelekea 2030. Serikali hii ni serikali ya Chama cha Mapinduzi, hivyo kila ambacho Watanzania walihaidiwa lazima kitekelezwe. Kama chama tunawaambia viongozi wa umma wawajibike ipasavyo. Lakini pia kila hatua tutakwenda kuweka vipimo vya utendaji kazi wa viongozi wa serikali. Tutakwenda kuchekecha utendaji wao kulingana na vipimo ambavyo chama kitaweka kwa serikali yake. Lakini pia yule ambaye ufanisi wake utakuwa ni wa chini, chama kitachukua hatua mara moja. Na wale watakaofanya vizuri, chama kitaendelea kuwalinda, kuhakikisha kazi yenye matunda mema kwa Tanzania inafanikiwa. Ndugu waandishi wa habari, Chama cha Mapinduzi kimetoka mbali na Watanzania na kina historia kubwa. Chama hiki hakitaruhusu mambo yaharibike kwa namna yoyote ile. Chama kitachukua hatua kwa viongozi ambao watashindwa kutimiza wajibu. Tunawaomba Watanzania waendelee kuwa watulivu, wenye imani na Chama cha Mapinduzi pamoja na serikali inayotokana na Chama cha Mapinduzi na viongozi wake. Kesho yetu wa Tanzania ni njema kuliko jana, na maono ya Mheshimiwa Rais ni kuona taifa hili linapiga hatua kubwa ya maendeleo. Hivyo tutaendelea kusimamia misingi ya upendo, amani, umoja, mshikamano, kuheshimiana na kustamiliana katika utendaji wetu wa kazi. Lakini jambo lingine, napenda kutumia fursa hii ndugu waandishi wa habari kuweza kumpongeza mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kuunda tume ya uchunguzi
kama alivyoahidi katika hotuba yake ya uzinduzi wa bunge la 13. Tume ya uchunguzi wa uvunjifu wa amani uliotokea Oktoba 29 kama alivyoweza kuelekeza, na tumeona jana kwamba kuna wajumbe ambao wameteuliwa. Hivyo tunawaomba makamishna wa tume hiyo wakiongozwa na Jaji Mkuu mstaafu ndugu Mohamed Chande Othman waifanye kazi hiyo kwa maslahi mapana ya taifa kwa uadilifu na uzalendo, na watoe majawabu ambayo yataweza na yatawezesha safari njema ya kuijenga Tanzania iliyo njema, yenye maelewano na amani pamoja na utulivu, pia kwa kuzingatia usalama kwa wananchi wote. Napenda kutumia fursa hii kumtia moyo Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba Chama cha Mapinduzi kipo naye bega kwa bega katika safari hii ya kwenda kutekeleza jukumu kubwa la maendeleo ambalo amekabidhiwa na wananchi kwa miaka 5 ambayo inakuja. Na sote hapa tunafahamu kwamba Mheshimiwa Rais ni mama ambaye amejaa upendo, ni mama ambaye amejaa utu, lakini ni kiongozi ambaye akiahidi anatekeleza. Na ndio maana muda wote tumekuwa tukisisitiza kwamba kila Mtanzania tunamuomba aweze kulinda amani ya nchi yetu. Taifa hili ni la kwetu. Tanzania hii ni ya kwetu. Na sisi wote tulioko hapa, waandishi wa habari, wafanya biashara, wanaosoma na wengine wote, kwamba nchi hii ikiharibika hatuna nchi nyingine. Wajibu wa kuilinda ni wa kwetu sote. Kwa hiyo tudumishe umoja, upendo na mshikamano wa taifa hili. Tunatambua wako watu ambao hawana nia njema na taifa hili, na tunawafahamu, na wengine wanaonekana. Wapo wengine ambao wanaendesha operation katika mitandao ya kijamii kwa ajili ya kuchochea vurugu, kuchochea machafuko, na wakiwahimiza vijana na baadhi ya Watanzania kwamba waende kuivunja na kuichoma nchi yao kwa mikono yao. Niwaombe sana wananchi wa nchi yetu, tuilinde nchi yetu. Wakati sisi watoto wetu wanaumia, wale wanaotushawishi watoto wao wapo nje ya taifa letu, wanaishi vizuri, wana maisha mazuri, na bado wanaendelea kutuhamasisha tufanye uvunjifu wa amani. Tukumbuke kuirejesha amani katika nchi ni jambo gumu. Tuna mataifa ya mfano ambayo yamepoteza amani. Tuna nchi jirani ambazo zimepoteza amani. Tumeona namna gani watoto, kina mama, watu wenye ulemavu na wazee, namna wanataabika taifa linapopoteza amani. Hivyo kaa peke yako, jiulize, nafanya haya kwa maslahi ya nani? Wale wanaotuhamasisha mbona hawapo nchini, wapo nje ya taifa letu. Huko walipo wanalipwa fedha kwa ajili ya kufanya uchochezi. Sisi kama chama ambacho kinasimamia serikali, ni waombe kwa unyenyekevu mkubwa sana wa Tanzania, tulinde amani yetu, tulinde taifa letu, na tuwapuuze na kuwakataa wale wanaochochea vurugu ndani ya Tanzania hii. Hii Tanzania ni ya kwetu, na tuijenge kwa umoja, upendo na mshikamano. Lakini pia katika kumalizia, ni washukuru sana waandishi wa habari wote kwa namna ambavyo mnahabarisha umma katika matukio mbalimbali, namna ambavyo mnatoa taarifa ambazo zina weledi, na pia tuombe wale wachache ambao wanafanya kutoa taarifa zisizo nzuri sana, ambazo wewe mwenyewe unaona zinaenda kubomoa nchi yako, basi tuangalie namna bora ya kuelimisha Watanzania wetu, ili taifa hili sisi wa leo na vizazi vinavyokuja waweze kuikuta nchi yetu ikiwa salama. Lakini jambo la mwisho, ni mshukuru Mwenyezi Mungu na niwashukuru Watanzania wote kwa namna ambavyo utulivu unaendelea kwa sasa ndani ya taifa letu, na huu ndio Utanzania. Na kwa kumaliza kabisa, nimesema chama sasa kinakwenda kusimamia serikali kikamilifu. Serikali haitakisimamia chama. Hivyo ni waombe viongozi waliopata fursa ya kuingia ndani ya serikali wajue chama kitawafuatilia kila hatua, ili huduma bora na njema kwa wananchi ziweze kukamilika. Baada ya kusema maneno hayo, niwashukuru sana, niwatakieni mambo mema, na niwaombe baraka kwa Mwenyezi Mungu aweze kuwalinda na kuwasaidia katika kila hatua ambayo iko mbele yenu na iko mbele yetu. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania na Mungu wabariki Watanzania wote. Asante sana. Asante sana mwenezi wa taifa. Nadhani jamani, hotuba yake imejitosheleza kwa hakika. Amezungumzia mambo mazito sana ambayo tukianza kuuliza maswali, inaweza maswali mengine yaka water down ile hotuba.
kama kuna swali ambalo liko ndani ya muktadha wa haya aliyosema ambayo ni mazito zaidi, basi maswali mawili, lakini kuhakikisha kwamba iko ndani ya muktadha. Sawa. Nashukuru kwa nafasi hii. Jitambulishe. Naitwa Deo Kazi Makomba, natoka Radio Deutsche Welle na Focus News Tanzania TV1. Mheshimiwa Itikadi na Uenezi umezungumza kwamba chama kinakwenda kuisimamia serikali kuhakikisha ya kwamba wale walioteuliwa wanafanya kazi barabara, na hata Rais alizungumza katika hotuba yake, na wewe pia ukimnukuu, na umeenda mbali zaidi ukasema ya kwamba wale wote ambao watakwenda kinyume, kwa maana ya kwamba kufanya kazi kama inavyotakiwa, watachukuliwa hatua kali. Pengine nilitaka kujua ni hatua zipi, au ndio ile tuliyozoea kwamba anatolewa hapa anapelekwa pale, au mtakwenda mbali zaidi na kuwafikisha katika vyombo vya sheria, ikiwemo wale wanarushwa kama walivyozungumza na vitu kama hivyo? Nashukuru. Swali la pili. Karibu. Asante. Kwa jina naitwa Ahmad Ali, natokea Azam TV. Kwanza nianze kuwapongeza kwa kushinda kwa kishindo kura 31.9, lakini ni milioni 31.9. Ila ni kweli usiopingika kwamba yapo maeneo yalifanyika maandamano. Tumeshuhudia hata zoezi lenyewe la uchaguzi kulikuwa kuna mushkeli kidogo, kwa maana ya kwamba hata nyinyi Chama cha Mapinduzi hizo sehemu kuna kura mlizikosa. Nini kauli ya chama? Nashukuru sana. Kwanza nianze kujibu swali la mwandishi kutoka Deutsche Welle, ndio kwamba chama nimesema kitakwenda kuisimamia serikali. Kwanza lazima tufahamu serikali iliyoko madarakani ni serikali ya Chama cha Mapinduzi. Hivyo chama kina wajibu wa moja kwa moja kuisimamia serikali yake. Kwa hiyo jambo la kwanza, endapo watakuwepo viongozi wazembe ndani ya serikali yetu, chama hakitasita kuchukua hatua. Moja, kwa kushauriana na mwenyekiti wa chama ambaye ndiye rais, kwa sababu wajibu wa chama ni kufuatilia utekelezaji wa ilani ya uchaguzi. Chama kimesema kitajenga barabara, mfano ameteuliwa waziri au naibu waziri ameshindwa kutimiza wajibu, lazima tutamweleza mwenyekiti na tutakaa kwenye vikao vya chama na kuwachukulia hatua. Na wanapochukuliwa hatua, umehoji tena, je, ni kuhamisha hapa kwenda pale au wala rushwa kwenda mahakamani? Nafikiri nchi yetu ina utaratibu wa sheria au inaongozwa kwa misingi ya sheria, na wapo viongozi wengi ambao wamechukuliwa hatua za kisheria, na wengine wapo ambao wameweza kufungwa, wengine waliweza kufilisiwa, na wengine wanaendelea na kesi. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kwanza kinaamini katika utendaji kazi na hakiamini katika watendaji wazembe, na hili ni kuahidi ndugu yangu wa Deutsche Welle kwamba utaona mageuzi makubwa ndani ya serikali, hasa katika kipindi hiki, namna gani Chama cha Mapinduzi kinakwenda kuisimamia serikali. Kwa hatua zitachukuliwa, endapo mtu amekula rushwa atapelekwa mahakamani moja kwa moja. Hakutakuwa na jambo la kupepesa macho katika hilo. Lakini swali la pili, mwandishi wa Azam ameuliza kwamba kuna baadhi ya maeneo vurugu zilitokea, kura inawezekana hazikupigwa. Labda niseme jambo moja. Vurugu nyingi nchini zilianza mchana majira ya saa 6. Maeneo mengine hazikufanyika vurugu, zilifanyika siku ya pili ya tarehe 30. Na ni mikoa michache ambayo ilikuwa imetokea vurugu mchana: Arusha, Dar es Salaam, pale Songwe, Mbeya. Ndio vurugu zilitokea hasa katika maeneo hayo. Maeneo mengi vurugu zilikuwa hakuna. Na Watanzania wengi mwaka huu, kama mtakumbuka waandishi wa habari, katika uandikishwaji, uwekaji wa vituo vya kupigia kura, tulikuwa na vituo vingi kuliko mwaka wowote ule wa uchaguzi. Kwa hiyo watu waliweza kwenda kwa haraka kupiga kura asubuhi, wakarudi majumbani, na kazi ya kupiga kura baadhi ya maeneo ilimalizika mapema kwa sababu ya wingi wa vituo. Mfano, kunakuwa na sehemu kuna watu 500, vimewekwa labda vituo 200, maana yake hawa watu wataisha kwa haraka. Zamani ilikuwa watu 500, kuna vituo labda 7 vya kupiga kura, maana yake hapo unakuta mistari ilikuwa ni mirefu sana. Lakini ni kuhakikishie kwamba Watanzania wengi wamepiga kura, na kuthibitisha hilo, hata wakati wa mikutano yetu ya kampeni mliona namna gani waandishi wa habari Watanzania walivyokuwa wanajitokeza katika kampeni za Chama cha Mapinduzi.
Kwa hiyo hilo ni kuondoe hofu, watu walipiga kura. Maeneo yenye changamoto ni machache, na ndio maana unakuta hapa kura hazijawa milioni zile ambazo zililetwa na tume. Hapa tuna ushindi wa 97%, haujawa 100%. Maana yake kuna maeneo watu inawezekana wamepigia vyama vingine kwa sababu ndiyo demokrasia, lakini vurugu ile haikuathiri moja kwa moja zoezi la upigaji wa kura. Naomba kuwasilisha. Asante sana. Mwenezi, tunakushukuru sana. Ndugu waandishi, tunawashukuru sana. Tutawasiliana. Mungu awabariki. Asanteni. Haya. Tutasubiri.